Sasa na ukiangalia najua culture ya Kifaransa ni culture fulani ambayo ni ngeni katika nchi kama zetu za East Africa, hasa Tanzania. Sasa unadhani networking ndani ya kazi au ndani ya taaluma, kwa mfano ukiwa kazini, networking ina umuhimu gani, au kuna urahisi gani wa kufanya networking, kupata colleagues ambao mnaweza mkashare vitu na kufanya mambo ndani ya kazi? Kuna culture difference when it comes to building professional networks in France, and this culture difference, it comes from the French culture, where first of all people like to separate work life and private life, and the fact that they like to separate the two, even when you be building those social network, professional network, you need to know those are professional networks and they will end up on the professional level. Okay. So don't expect just because like you work with a certain person every day that person is going to be the friend, the friend that you're going to go with the family outings. Okay. So they tend to separate that. But having said that, what I can say, building network is very important in France, because what I've been observing when having worked in different projects is when they'll be looking at the talents, they are more likely to prefer hiring a talent which is known by one of the member of the team. Okay. So they have got this system, they call it co-optation. Co-optation is like adopting a person. So if I'm an engineer, if I'm an accountant in the company, if there is another job, I can propose a certain CV. Because like I assume it matches well our company culture. Kwa hiyo hapo ndio kazi za professional network zinakuja kuonekana, faida yake inakuja kuonekana. Kwa hiyo kwa mfano kama ulikuwa umeshafanya kazi na mtu katika project fulani, ukawa umebuild a good professional network, umeonesha your talent, you are most likely to receive a call from your old colleague, old friends, akakwambia kuna kampuni yetu, kuna project fulani, na kulingana na competence unazo kujua, nadhani unaweza ukaleta CV yako tukaiweka hapa nika co-opt, wanaita co-opt. It's like to invite you to the company. Kwa hiyo ni kama kupigiana pande vile. Yeah, ni kama kupigiana pande, ila ni kupigiana pande katika professional way, the professional system, kwa sababu ni kitu ambacho kinakubalika, kimewekwa katika system, na pia kuna faida nyingine katika hiyo system, unaweza wote mkalipwa. Kama ni talent inayotafutwa, wewe unaye mko-opt huyo mtu, unayemleta huyo mtu, unaweza ukapewa pande. Manake kwa kawaida makampuni yanapotafuta talent huwa yanapitia like recruiting agencies, huwa wanapitia kuchukua headhunters. Kwa hiyo the way kwamba ukiwa na good professional network, you may just switch from one job to another without even having to go through those online platforms. Kwa hiyo that is the advantage of professional network. Link with those people wanaofanya the same thing as you. Kwa hiyo professional networks are very, very important, and it can be a very big opportunity to grow your career. And the most important thing, you can even get mentors. Building a network is very important, but the most also important when we're building a network, we should build those network in such a way we are not only the receivers, but we are also givers. Okay. So we should build the professional network which are based on mutualism. Okay. Kwa hiyo unatoa, unapokea. Yes.